Wa barakatuh. Waalaikumsalam. Leo tuko katika TV yetu inaitwa Tarbia TV, na mbele yenu tunamleta Ustadh Al-Akhi Abu Bakar Mwarizo. Ustadh, karibu. Shukrani sana. Tuko na maswali mawili matatu hapa ambayo tungependa ustadhi wetu atufafanulie ama atuweke wazi juu ya maswala haya. Kwa hiyo kabla sijaanza na maswali haya, ningempisha ustadhi wetu kwanza akatupa mawili matatu, alafu tukaendelea na maswali haya. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Mimi kama mlivyo ambiwa na al-akh hapa muulizaji kwamba mimi ni Ustadh Abu Bakar Ramadhani Mwarizo, ni mwalimu katika madrasa Tarbiyatul Islamia, na nashikilia katika kitengo cha taalimu, kwa sababu madrasa Tarbiyatul Islamia iko na vitengo viwili, kuna kitengo cha tahfidh na kitengo cha taalimu. Sasa kwa haya machache naona nimpishe muulizaji aweze kuuliza inshallah. Naam, shukran sana ustadhi. Ningependa kwenda katika maswali yetu ambayo kwa leo tungependa kuyajadili. Swali la kwanza linasema, katika elimu hii yetu ya kidunia kuna changamoto ambazo tunazipata. Sasa ustadhi, pengine ni changamoto gani ambazo zinatokea katika kulingania dawa hii yetu ya kufunza watoto katika madrasa zetu? Bismillahirrahmanirrahim. Changamoto nafikiri ni nyingi, kwa sababu tukilinganisha, changamoto ya kwanza kabisa ni kazi ambayo kwamba mwalimu utapambana nayo. Ndio. Kumchukua mtoto au akili ya mtu ambayo kwamba haina kitu chochote akilini mwake. Ndio. Leo uweze kuingiza kitu pale ndani kwenye ile akili, kikae kile kitu aweze kukisoma na kukiandika na kukizungumza pia. Hii nafikiri sio kazi ndogo, ili bali ni kazi kubwa sana, na utapambana na changamoto nyingi kama mwalimu. Utawakuta watoto watundu, watoto watoro, wengine anakimbia, wewe wamhitajia huku, lakini utamuona muda madrasa hakuja. Na changamoto nyingine ambayo kwamba inajitokeza ni upande wa mazingira ya nyumbani. Nikisema hivyo namaanisha kwamba wazazi. Ndio. Wazazi pengine mtoto hakuja madrasa, lakini utamwona hamuhimizi na lile jambo kwamba aje huko madrasa, na siku labda atakuja, kama mzazi utachukua au kama mwalimu utachukua jukumu la kuweza kumwadhibu kwamba wewe kwa nini hakuja, na mimi nilikuja hapa nimemfuata yeye, lakini yeye hakuja siku ile, na pengine labda alikuwa hana jambo lolote, lakini ukamwadhibu, lakini jambo lile likawa ni kosa kubwa sana kwa yule mzazi. Pengine ukamwadhibu yule mtoto, akaenda nyumbani, akifika atamwambia tu mzazi wake kwamba mimi mwalimu kanitandika au kaniadhibu kwa sababu jana sikwenda madrasa. Sasa mzazi ataanza kusema, hata kama hatokuja kule madrasa kukukabili wewe mwalimu, ataona haya labda, lakini akaanza kusema mbele ya yule mtoto. Kwa kule kusema peke yake mbele ya yule mtoto, tayari pale ashamweka ule mtoto, ashamjalia ule mtoto kwamba kuna kitu fulani kimepungua kwake yeye kwa upande ule mwalimu, kwa sababu yeye mtetezi ashampata yuko, na pengine mzazi atazungumza maneno mengi pale, ima kutukana au aibu za ule mwalimu
alizoshuhudia ama anazozijua. Sasa mtoto unamwona atakuja madrasa pale, lakini utaona ile heshima ambayo kwamba alikuwa nayo kutoka mwanzo ya kumsimulia mwalimu kawa yeye hana tena. Ikawa hana tena. Wakati mwingine unaweza kumwadhibu, lakini akaanza kulia pale, pengine pia ashindwe na zile hasira za kuadhibiwa, ashindwe akaweza kutamka. Ndio. Tamka maneno, wanitandika, wanchapa wewe. Wanchapa wewe, nitaenda kusema na baba. Kwanza kuna hivi. Uko na hivi wewe. Baba shasema huko nyumbani. Au pengine aseme na watoto wenzake kwamba yule bwana anitandika yule mwalimu, lakini yeye na mambo yake kibao, mambo yake kuna hivi. Baba shasema, nitakusema na baba, nitakusema na mama. Atakujaona yule. Ndio. Sasa unaona kwamba wakati wengine pia mwalimu anafuatwa na wazazi, labda amemchapa mtoto, amemwadhibu, bahati mbaya labda akaumia hima kidole. Sasa mzazi akija hapo, kule kuja kwake tayari hana busara yeye. Yeye tayari kwamba shajaji katika akili yake kwamba huyu mwalimu atakwenda nitambua leo kwa nini yeye anaadhibu mtoto wangu. Ndio. Tunamwona anakuja madrasa au anamkabili mwalimu na kuanza kumtusi nini. Kwa changamoto design hiyo ziko. Ndio. Mwanzo kama tutakumana nazo katika upande huu wa taalimu. Naam, wallahu a'lam. Naam, shukran kwa swali, kujibia vizuri swali letu la kwanza. Tunakwenda katika swali letu la pili. Na swali hili letu la pili kidogo limeleta utatanishi ama linatatiza kidogo. Kwa sababu utamkuta kijana ama mtoto wa Kiislamu amesoma dini vizuri, anasoma, lakini mwisho utakuta mwelekeo wa yule kijana yule haupo kama vile tunavyotarajia kama mtoto wa Kiislamu. Je, pengine swala hili, pengine ustadhi unasemaje swala hili? Naam. Kwa swala hili nafikiri ni swali leo linatokea sana katika jamii yetu ya Kiislamu. Naam. Natokea sana, utaona mtoto anafundishwa kama liza darasa la 6 tuseme, au katika masala ya halakati kasoma vitabu vingi tu, lakini ukamwona yuko mtaani hao na marhala yake ambapo kwamba shatoka ima mtanawi, mutawasitu au ibtidai, lakini ukamwona yuko tofauti na hayo aliyosoma. Haya ni mambo kwamba yatokea. Lakini sababu kuu zaidi ninavyoona, yule mtoto anakuwa na mazingira mara mbili. Kuna mazingira ambayo ya kule anakosoma, kwa mwalimu kule anafundishwa mazingira mazuri ya kidini kwa ule muda ambao atakaa kule kwa mwalimu, atafundishwa pale labda kutoka asubuhi mpaka jioni, atasoma kule na mwalimu atajitahidi. Lakini mazingira mengine ambayo ni mabaya, labda nyumbani, mpaka awe mzazi kule nyumbani wala anaoishi nao ama mlezi anayeishi naye hawe ana ile hima na ana hamu na ile dini kwa mtoto wake haifahamu. Lakini utaona kwamba mazingira kule nyumbani kwa tofauti. Labda mzazi huku au mwalimu alimkataza mtoto asinyoe kiduku, akinyoe nywele huku hapo ingia kazi acha hapo. Labda mwalimu amemuona bahati nzuri, kwa sababu huwa wengine wanavaa kofia ndio au vilemba. Mwalimu amemuona bahati nzuri pale, akamwambia wewe mbona umenyoa hivi? Akamwadhibu na akamwambia wewe ndio kapunguze, au sio kupunguza bali kasawazishe nywele zako ziwe sawa sawa. Lakini afika nyumbani kule au kabla hajaenda kule nyumbani, mwalimu akamuuliza pale, mbona bwana wewe umenyoa hivi? Kwani hujui kama mwanafunzi wewe? Haujui kama hivi unavyofanya katika dini yako haifai? Hujui wewe? Na nilikufundisha juzi tu. Utamuona mtoto asema, pengine anaanza kujibu mwalimu wake, mimi alinyoa hivi ni baba ndio alinyoa hivi, au nyolewa na mjomba au na kaka. Sasa utaona yale mazingira kule nyumbani yanamharibu yule mtoto. Ndio. Ama atoke hapa fike nyumbani, umemkataza mambo muziki, labda kusikiliza muziki na kuimba nini, kuvaa ovyo ovyo, mijicheni nini, kuvaa hereni. Lakini akafika nyumbani anawekewa CD, labda kuna TV kule nyumbani na kuangalia hivyo vitu.
kuangalia hivyo vitu. Au akaenda akasema kwamba mimi na mwalimu bana unisawazishe hizi nywele, anaanza mzazi ataanza kusema mwalimu wako naye mambo yote ayaone hayo, umeona hiyo ni tu hicho kiduku tu. Ndio. Sasa tunakuta kwamba hapa mtoto yale mazingira kule nyumbani saa zingine huwa yanamshinda. Saa zingine huwa anamshinda, anaishi pale, we unaishi naye pale mwalimu, lakini ukimwona huko nje mtu popote anapokuja kule madrasa, ukimwona nje na mazingira mengine, akija madrasa na mazingira mengine, kwa sababu kule nyumbani kunachangia yale mazingira. Lao kama kule nyumbani kutakuwa mazingira kule nyumbani ndio mazingira kule na kusoma, basi mtoto huyu utamwona kidogo mazingira yake yana afadhali, iwapo Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumuongoza. Mimi nafikiri kikubwa zaidi ambacho kwamba chasababisha hiyo ni hicho nilichokizungumza. Wallahu ya'lam. Naam, shukrani sana. Tunakwenda katika swali letu la 3. Na swali hili pia ni swali ambalo ni nyeti sana. Kwa sababu utakuta wazazi wengi wanabobea katika ulipaji au usimamizi wa karo katika upande wa elimu ya kidunia, nikimaanisha mashule, kuliko ya akhera. Sasa na swala hili nalo pengine unalichukulia vipi ustadi? Swala hili la kwamba katika upande wa kulipa labda kuna ada fulani ambayo yatolewa upande wa madrasa, ndio na kuna ada ambayo inatolewa katika upande wa masomo mengine ya kidunia, ukamwona mzazi amekazana kwa upande wengine wa kidunia kutoa au kusimamia majukumu yote kwa ujumla upande ule wa kidunia kuliko kusimamia majukumu ya upande wa madrasa. Ndio. Mimi naona kikubwa pale kinachochangia zaidi ni maslahi tu. Maslahi, kwa sababu mzazi anafikiria kwamba mtoto wa fulani kasoma katika masomo ya kidunia, saa hii yuko daraja fulani, ana kazi fulani, ndio, na anapata pesa sadakta, pesa fulani, ima anapata kama ni mshahara anapata shilingi 50,000 kwenda mbele. Na kile kitamsukuma zaidi kwamba mtoto wangu na mimi nataka nimfundishe kwa hali zozote upande huu wa kidunia, ili aje afaidike yeye na mfaidike na mimi nami. Lakini katika upande wa akhera, yeye atakuwa hana nguvu nako, akawa hana nguvu nako, kwa sababu kwa fikra ambazo kwamba zitakuwa nazo. Hata sisi wakati twasoma sahihi, bado watoto twasoma, ndio. Hata wale wazee wetu, wasimamizi wetu walikuwa akiambiwa kwa unamfundisha mtoto madrasa, huyo atakuja kufaa kitu gani? Atakuja kufaa nini mtoto madrasa? Isipokuwa huyu kitokea kwake zaidi, huyu labda ni kuwa mwalimu na madrasa yake na wanafunziwe alipo shilingi 10 tu katika kila wiki, au shilingi 50 tu katika kila mwezi. Sasa hapa takuwa hakuna maslahi yoyote, hakuna maslahi yoyote hapa. Ama atakuwa muadhini msikitini au imamu msikitini. Sasa utakuta kwamba anachokipata pale sio kikubwa, ni kidogo, tofauti anachokipata katika elimu zingine za dunia. Ndio. Sasa hili huwa linachangia mara nyingi, anakuwa mambo haya ya akhira ndio kwamba anataka yapewe kipaumbele zaidi, kwa sababu katika nyumba ambayo kwamba sawa imesoma na watu katika mambo ya dunia, elimu za dunia, kukawa juu ndani ya nyumba hiyo kuna mapiloti, kuna madaktari tofauti, lakini ikawa ndani hakuna mwanachuoni au aliyesoma dini hata mmoja, hii nyumba bado iko katika giza tu la ujinga, kwa sababu kutatokea maswala pale ya kidini, lakini pamoja na madigrii ambayo utakuwa yako pale nyumbani, lakini itashindwa na kusimamia hayo maswala. Na kwenda katafute mwalimu kwa alingumu sana. Kama nasema ambao walimu hapatikani kirahisi, atapata shida sana. Labda tuchukue mfano mdogo tu. Mtu amesoma sana, ana madigrii yake, lakini katika mambo ya dunia, katika mambo ya akhera hajagusa.
katika mambo ya dini hajagusa, akapewa mtihani mdogo tu, labda ameenda sehemu watu kufika kule watu wote wengi msikitini waswali. Ndio. Sasa katika masuala ya kuchukua udhu, yeye atakuwa hajui Sadakta. anzia wapi aishilia wapi, hajui, isipokuwa atajipiga pale maji basi aingie tu. Sasa Ama mfano nyumbani kumetokea tatizo, labda kuna mtoto amefariki au mtu mzima amefariki, ndio, lakini madigrii yote yako pale nyumbani, hatoweza kufanya kazi hiyo, hayawezi kusimamia hiyo kazi, hilo swala la kidini ambalo limetokea pale. Sasa unakuta kwamba nyumba hii bado imebakia bado katika giza. Sasa bado katika giza la ujinga. Sadakta. Na nikawasihi wazazi pia vile vile kwamba watilie umuhimu sana mambo ya dini. Waache hizi fikra kwamba mtoto wangu akisoma upande huu sitofaidika au hatofaidika katika mambo ya kidini. Waache hizi fikra. Ndio. Kabisa, wafundishe watoto kwanza elimu ya dini, alafu pili elimu zingine za dunia, kwa sababu pia katika elimu za dunia watu wanahitaji vile. Mimi kwa hili nafikiri nitishilia hapa. Naam, shukrani. Tunakwenda katika swali letu la 4, na swali hili tunaliona ni swala la mazoea, ama ni swala ambalo linaleta tashwishi sana. Na linaleta tashwishi kivipi? Utakuta mzazi huyu anamsomesha mtoto wake, pengine ni kuanzia raudha mpaka anafika darasa la 6, ama na kule shule ameanza darasa la 8 anasoma madrasa, darasa la kwanza anasoma madrasa, mpaka akifika darasa la 8 mzazi huyu anaamua kumwachisha mtoto yule upande wa madrasa, alafu aende akabobee kule upande wa mashule ama upande wa shule mpaka amalize darasa la 8, alafu aidha mzazi ataamua kumregesha, ama mara nyingine inakuwa kwamba ndio ameacha kabisa. Je, swala hili nalo unatuambiaje Ustadh? Naam, swala hili naona pia vile vile linasababishwa na wazazi. Ndio. Alafu baadaye sababu inatokea kwa mtoto mwenyewe au mwanafunzi. Ndio. Kwa sababu kama mtoto dogo umempeleka katika upande masomo yote mawili. Ndio. Masomo yote mawili umempeleka katika upande wa dunia, masomo ya kidunia anampatia katika masomo ya kiakhira. Lakini sasa unakuta kwamba kuna kipindi cha tokea kwamba akifika kiwango fulani atabidi huku aache. Ndio. Kwa sababu ya huku ni mengi zaidi yanamuelemea kuliko ya huku. Alafu baadaye atarudi. Lakini ile swala huwa nafanyika vile kwa wazazi. Lakini baadaye kama mtoto ule umemwachisha kwa madrasa asisome, utasimamisha kwanza. Unaona, basi amalize secondary kwanza, alafu baadaye ndipo arudi amalize asome madrasa. Naam. Sasa ule mtoto akata kiwango kile alichonacho, akiingia katika masomo yale ya juu ya katika upande wa shule labda, mpaka akimaliza atakuwa hana umri ule tena ambao kwamba aliachia upande wa madrasa. Sasa ukimleta pale, akija nyumbani akipewa fikra tena kwamba arudi tena madrasa, anaona kwamba umebadilisha tena nyuma. Yeah. Alakuwa yeye anapiga mahesabu mengine sasa ya university na kumaliza akasomee nini apate kazi. Ndio. Sasa mpaka mtoto mwenyewe awe na ule moyo kwamba mimi nasoma, lakini nikimaliza hapa kwanza nenda zangu mimi nikapambane au nikasome elimu ya dini. Ndio. Nikasome elimu ya dini kwanza, alafu mambo mengine ndipo nifuate baadaye, kwa sababu dini ndio inayo itanyelea mimi katika upande wa masuala ya dunia. Sasa huyo ni mtoto mwenyewe. Sasa chingine pia kama nilivyosema hapo awali kwamba ni maslahi upande wa mzazi. Maslahi upande wa mzazi kwamba mtoto ashamaliza darasa la 8 au kiwango chochote kile cha elimu katika elimu ya dunia, aingie katika kiwango chengine cha dunia,
basi utakuwa kuna maslahi zaidi ambayo yamefikia karibu yale maslahi. Kwa hiyo unaona fadhali yeye amkatishe huku amuunganishe na huku pande mmoja, ili apate yale maslahi kwa ukaribu zaidi au kwa upanafu zaidi. Ndio. Naona nini upande huu, naona ni hilo. Naam. Allah. Shukran sana. Sasa tunamalizia ustadhi, na katika mambo haya manne ambayo tumeyajadili ama maswali haya manne, sasa unawaambia nini watazamaji wetu wa TV Tarbia TV kwa ujumla, ama unawapatia wahadhi gani juu ya masala kama haya pengine? Naam, katika maswala yote ambayo tumezungumzia kwa ujumla, mimi nitawaambia watazamaji au nitawanasihi watazamaji wa Tarbia TV kwa ujumla popote pale walipo, ya kwamba elimu ya dini kwanza ni muhimu. Ndio. Elimu ya dini kwanza ni muhimu, alafu ndipo elimu ya akhira, elimu ya dunia, afwan, alafu ndipo elimu ya dunia. Na kama alivyosema hapo awali kwamba nyumba yote itakayosoma iwe na madigrii katika mambo ya kidunia, lakini katika mambo ya akhira hakuna kitu. Hili jambo linamaanisha umuhimu mkubwa sana, umuhimu mkubwa sana. Labda tutoe mfano mwingine mdogo tu, labda salatu Jumaa. Naam. Ikifika labda katika swala ya Jumaa, pamoja kuwa mtu ni rais kweli wa nchi au ni mbunge au ni diwani au ni ana cheo katika masuala ya kidunia tuseme, au ni manager ana nini mambo kidunia, lakini huwa ataenda pale msikitini, na akifika pale yeye pamoja na vyeo vyake vyote itabidi akae chini pale amsikilize mtoto ambaye yuko darasa la 6 mfano upande wa madrasa. Sasa hapa utaona kwamba kuna umuhimu mkubwa zaidi. Elimu ya akhira ina umuhimu mkubwa sana. Na ndiyo inayoendesha mambo ya kidunia. Mtu ambaye amesoma upande wa dunia peke yake, lakini upande wa akhira amekosa, au katika upande wa dini amekosa kitu chochote kile, yani mambo yake yeye atafanya, lakini hatojua kwamba hili lafaa wala halifai. Lakini pia vile vile ndio pamoja kuwa yeye atafanya mambo ambayo kwamba yeye hajui kwamba yafaa wala hayafai, na hata akijua pia kwamba jambo hili halifai, lakini hana ule muhimu mkubwa ya kupeleka ule muhimu kwamba jambo hili limekatazwa katika dini yangu. Hana huo muhimu, kwa sababu yeye hana chochote kinachomlinda, na inayomlinda yeye ni hii elimu ya dini, ndio itakayomlinda katika upande wake huu, upande wa dunia. Kwa sababu kama mfano tuseme ni daktari, ndio tuseme ni daktari, yeye atajua mambo gani ambayo kwamba hayafai katika upande wa dini yake ili kuendesha huu daktari wake. Atajua vizuri tu. Ndio. Lakini ikiwa upande huu wa dini hakuna kitu, huku atabakia akiwa avuvuga tu, maskini wa Allah, hajua analolifanya, na hata akijua umuhimu wake haupeleki umuhimu. Wangapi ambao kwamba wamesoma sana, lakini ukimwambia umuhimu wa swala, yeye peleki umuhimu wa swala, aswali kabisa. Yeah. Na hata wengine pia kubadili dini kabisa kiujumla, akatoka katika dini yake ambao kwamba ni dini ya Kiislamu akaingia katika dini zingine. Hii inapelekewa na kwamba yeye hana kinga, na kinga ni nini? Kinga aliyaacha hakuipata, ambao kwamba ni elimu hii ya dini au elimu hii ya akhira. Ndio. Sasa ndugu zangu watazamaji popote pale mlipo, tilieni muhimu sana tena sana, na tunawahimiza sana, fundishe watoto elimu ya dini, elimu ya akhira, elimu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametaka tuisome, na akaleta kitabu
na akaleta mwalimu ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na baada yake wakaja wengineo, na baada yake wakaja warithi wake ambao kwamba ni walimu au wanazuoni ambao kwamba wamerithi kazi hii au wamerithi elimu ile ya kufanya dawa, elimu ile ya kidini, na kulingania wengineo pia nao wapate kuifuata na kuifundisha. Wabillahi tawfik. Kwa haya machache, wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.